Serikali imeshauriwa kufanya mapitio ya sheria ya mawasiliano ya kielektroniki na posta kwa kuweka sharti la ulazima kwa kampuni ya huduma za mawasiliano kuuza 25% ya hisa zake kwa umma, ambapo utekelezaji wake umeelezwa kusuasua, huku kampuni ya Vodacom pekee ikitajwa kufanya hivyo japo kwa ufanisi hafifu, hali inayoelezwa kuwatia hasara baadhi ya watu waliojitokeza kununua hisa. Wito huu umetolewa jijini Dodoma katika mjadala wa bajeti ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa mwaka 2025-2026, ambapo bunge limepitisha bajeti hiyo yenye thamani ya shilingi bilioni 291.5. Ukiangalia dividend ya fedha za Watanzania walizowekeza kwenye sekta hii ya mawasiliano katika kununua hisa kwenye kampuni ya Vodacom, nataka nikwambie Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tunapozungumza, kwa miaka 8 mtu mmoja kwa hisa moja amelipwa shilingi 245. Mimi ni sehemu ya watu walionunua hisa, lakini hatujawahi kuona ile gawio, lakini hata ukitaka kuziuza hakuna mtu wa kumuuzia. Walisema makampuni yote ya mawasiliano watoa huduma, sio Vodacom na Tigo peke yake, wale wanauza fiber, data nini, wote wanatakiwa wahakikishe wanauza share zao 25% kwa wananchi kwenye umma. Wamefanya Vodacom peke yao, serikali imefanya nini? Mheshimiwa Mwenyekiti, hii sheria haitekelezeki. Kurudi nyuma sio kukiri udhaifu. Kwamba kwa dhati kabisa nimechukua hoja hii kwa uzito kama waheshimiwa wabunge walivyowasilisha hapa. Mimi nawaomba watu waamini na waniamini, tulichukue. Nikitoka hapa, na Mheshimiwa Mwenyekiti nathibitisha na kuomba kusema tena, nikitoka hapa muda huu nitakaa na wenzangu Wizara ya Fedha, mwanasheria mkuu wa serikali, tuliangalie, tukae na wadau, tuliangalie, tutafute solution ya jambo hili bila kuathiri wananchi wetu na bila kuathiri sheria za nchi yetu.